أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, alhamdulillah, kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, tangu Ijumaa iliyopita hadi Jumapili, jalsa salana ya Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Uingereza ilifanyika kwa mafanikio makubwa na ikafikia tamati. Na japokuwa msimu haukuwa mzuri na ukaendelea kuharibika katika nyakati mbalimbali, lakini hata hivyo, kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, maandalizi ya jalsa yakaendelea kwenda mbele bila shida yoyote kubwa. Na kisha mwaka huu mahudhurio pia yalikuwa makubwa zaidi kuliko mwaka jana. Hivyo yatupasa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambaye akajaza jalsa yetu na baraka zake zisizohesabika, na kila mmoja akazihisi baraka hizi. Walikuwa wageni wa Ahmadiyya au wasiokuwa wa Ahmadiyya waliotoka kutoka nchi mbalimbali. Sisi ni watu dhaifu, na kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu tu shughuli zetu zinafanywa, na mvua ya fadhili za Mwenyezi Mungu inateremka juu ya jumuiya, jambo ambalo hatuwezi kufanya hisabu yake. Sisi daima tunaendelea kushuhudia jambo hili la Mwenyezi Mungu, ya kwamba wa in taudu nematallahi la tuhsuha, wa in taudu nematallahi la tuhsuha inna allaha laghafurun rahim. Yani, mkitaka kuhisabu neema za Mwenyezi Mungu hamtaweza kuzihisabu. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe sana na ni mwingi wa rehema. Basi Mwenyezi Mungu akisitiri mapungufu na dosari zetu, anatujalia kwa njia mbalimbali, na anatujalia sana ya kwamba sisi hatuwezi kutoa shukrani yake au hatuwezi kutimiza haki ya kumshukuru yeye. Lakini hii ndiyo amri ya Mwenyezi Mungu kwetu, kwamba nini muendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, na mtakapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ataendelea kuwajalieni zaidi na zaidi. Hivyo kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kazi yetu, na juu ya neema za Mwenyezi Mungu kuendelea kuinama mbele yake ni kazi yetu. Na maadamu tutaendelea kutimiza wajibu wetu huo, basi kila ushindi na mafanikio, tukielewa kuwa rehma na fadhili ya Allah, tutaendelea kufanya kazi. Miguu yetu inshallah itaendelea kusonga mbele. Hivyo juu ya mafanikio ya jalsa salana, jambo la kwanza ni kwamba sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu, na mapungufu yaliyobaki kinizamu au upande wa maandalizi, basi tumwombe Mwenyezi Mungu maghfira kutoka kwake.
na pia washiriki pia wanapaswa kumshukuru mwenyezi mungu ambaye ametujalia na sisi tukishiriki katika jalsa salana tukaendelea kumaliza kiu chetu cha kiroho na kielimu na kikawaida shughuli zote zikawa rahisi japokuwa kulikuwa na hofu kwani ugonjwa wa korona bado haujamalizika lakini hata hivyo katika mkusanyiko huo mkubwa mwenyezi mungu akawalinda wote mwenyezi mungu aendelee kuwahifadhi wote hata baada ya jalsa baadhi ya watu baada ya jalsa bali baada ya kupita jalsa yani siku mbili tatu baadaye wakashambuliwa na ugonjwa huo mwenyezi mungu akawajalie siha na afya nzuri ni wachache ambao nimepata kujua ambao wamepata ugonjwa huo katika fikira yangu hiyo sio natija ya jalsa bali hata kikawaida tangazo limetangazwa na serikali kwamba watu wanaendelea kupata ugonjwa huo na kesi zinaendelea kuzidi katika baadhi ya maeneo lakini ugonjwa huu sasa ni kama marazi mengine ambayo yanaendelea kupungua na kuzidi mwenyezi mungu amjalie kila mgonjwa uponyo na shifa kamili sasa ningependa kuwashukuru watumishi wote na safari hii wote kwa ujumla wamejitahidi kutekeleza wajibu wao kwa njia nzuri na kama nilivyosema kwamba wakaendelea kutimiza wajibu wao kwa tabasamu mwenyezi mungu awajalie wote malipo mema kila mtoa huduma wa kila idara ameonyesha umahiri mkubwa katika kutekeleza wajibu wake upande wa kina mama na kina baba vile vile upande wa kina mama kila mwaka tulikuwa tukipokea malalamiko kuhusu chakula au kuwalisha wengine lakini mwaka huu hatukupokea malalamiko ya namna hiyo na pia safari hii wamefanya mabadiliko na katika sehemu moja tu kina mama walikuwa wamewezeshwa mambo yote ya chakula kina mama wamependa mabadiliko hayo na kama kuna mapungufu yaliyobaki basi inshallah tutafanya juhudi ya kuondoa katika siku za usoni pia kuna idara ya maagesho idara ya kupika chakula idara ya kupika chapati ulinzi na kazi ya usafi na zaidi ya yote ni mta ambayo imeiunganisha jalsa na dunia kwa njia mpya kwa vyote vile idara zote majina ambayo niliyataja au nisiyoyataja kina mama na kina baba wote wametekeleza wajibu wao kwa juhudi kubwa hivyo mimi ningependa kuwashukuru wote wageni wasio wahamadia waliokuja kwenye jalsa kwa kuona juhudi ya watumishi na hulka zao tukufu wameonyesha mshangao mkubwa usio wa kawaida na huo ulikuwa mfano wa kimatendo ambao unakuwa njia ya mahubiri ulioonyeshwa na watumishi wetu mwenyezi mungu awajalie wote malipo mema ningependa kuiambia idara ya jalsa salana kuhusu jambo moja tu kwamba wanachokifanya ni kwamba jalsa inapokwisha wanafunga maji na kikawaida katika bafu maji yanakuwa hayapatikani hivyo wanatakiwa kufungua maji kwa masaa 12 hata baada ya jalsa na wageni waliotoka nchi mbalimbali walikuwa si waislamu vile vile walikuwa na hisia gani na maoni gani na jinsi walivyovutika na kupata athari kwa kuona maandalizi ya jalsa ningependa kuweka mbele yenu baadhi ya maoni yao profesa dr jialu jin ambaye ni daktari bingwa wa macho wa burkina faso ni profesa katika chuo cha tiba na pia katika jeshi anatoa huduma kama colonel
anaendelea kuitembelea idara yetu ya macho. Yeye kwa mara ya kwanza amepata nafasi ya kushiriki katika jalsa salana. Anasema kwamba nimeshiriki kwa mara ya kwanza kwenye jalsa, na kitu cha kwanza kilichonivutia ni kwamba maelfu ya watu walikuwa wamejumuika katika sehemu moja kwa shabaha moja tu. Wote wamejumuika na wote wana umoja na kila moja ana shabaha moja tu. Kisha kufanya maandalizi ya jalsa na kujumuika kwa watu wa aina tofauti ni jambo lililonishangaza. Mimi nikaenda kuwatembelea wote na ili niweze kujua kwamba kwa kweli huu ni uhakika au wamejifanya tu, lakini sikuwahi kuona hata mfano moja. Watu walitoka maeneo mbalimbali kutoka umu mbalimbali na kujumuika kwao kwa shabaha moja juu ya mkono moja ni tukio la ajabu, tukio ambalo si la kawaida. Hivyo washiriki wa jalsa walio wa ahmadia wanaendelea kufanya mahubiri kwa matendo kwa wengine. Kisha alisema kwamba kiwango cha hutuba kilikuwa kikubwa sana na hutuba hizi zilikuwa zenye kutusaidia na kutufundisha. Nimeweza kusikiliza hutuba za khalifa wa zama alizozieleza chini ya mwanga wa Qurani tukufu, na anasema kwamba hapo nimehisi jinsi dunia hii inavyohitaji ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na pia ili iweze kuelewa ujumbe huu inahitaji mtu ambaye aisaidie dunia. Hivyo katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ni nizamu ya ukhalifa ambayo kwa kupitia kwayo dunia inaweza kupata somo. Kisha anasema kwamba jambo jingine ambalo nimelishuhudia ni uhusiano wa Waahmadiyya na Mwenyezi Mungu na imamu wao. Wote wamejumuika na wote ni kama mwili moja na ni wenye kumwamini imamu wao. Anasema kwamba nia yangu ndiyo hii kwamba Mungu akiniwezesha basi nitajitahidi kushiriki kila mwaka kwenye jalsa, kwani katika jalsa hii mambo yanayoongelea ni kuhusu uhusiano na Mwenyezi Mungu na kuhusu binadamu. Hivyo ni muhimu kwangu kwamba mimi nijifunze mambo hayo. Kisha kutoka Marekani profesa moja wa kanuni Dr. Bradshaft aliyeweza kushiriki katika jalsa anasema kwamba baada ya kufika hapa na kuona mkusanyiko mkubwa nimefurahi sana. Na akizungumzia ushirikiano baina ya watu anasema kwamba mimi nimepanga mipango mingi katika dunia ambapo usajili unafanywa, lakini katika jalsa salana jinsi usajili ulivyofanywa katika dakika chache tu kwangu ilikuwa jambo la kushangaza. Nilikuwa nimekuja kuketi tu katika ofisi ambapo baada dakika chache kila kitu kikawa tayari na nikakabiziwa. Kisha nikaambiwa kwamba wageni wanaokuja usajili wao unafanywa mapema ili wageni wasilazimike kusubiri kwa muda mrefu. Watumishi waliotoa huduma katika usajili walitimiza haki ya kazi yao. Anasema kwamba dhifa na ukarimu ulikuwa mzuri sana, japokuwa kulikuwa na maagesho mengi, yani magari mengi, lakini hata hivyo watu wa huduma walikuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Ilmuradi popote pale ambapo nikaenda kumwona mtumishi, anasema kwamba alikuwa mtu mzuri na ye amemsifu sana. Meya wa mji wa Belize alikuwa amekuja kwenye jalsa. Anasema kwamba katika maisha yangu sijawahi kuwaona watu wa namna hiyo wenye amani wanaopendana. Siwezi kuwa na imani kwamba baadhi ya watu wanaiunganisha Islam na ugaidi. Mazingira ya kiroho niliyoyashuhudia hapa na jinsi watu walivyokuwa na upendo na maelewano, kwa yakini kazi hii au kitendo hicho kinatakiwa kusifiwa. Anasema kwamba mimi natumai kwamba mwaka ujao pia nije kwenye jalsa tena, si kama meya bali nije nikiwa mtumishi wa jalsa.
yani mambo hayo yamenivutia sana na sijawahi kuona jalsa ya namna hiyo kwenye maisha yangu. kisha anasema kwamba kwa yakini mustakbali wa dunia hii ni ahmadiyat. hivyo huu ni uislam wa kweli ambao jumuiya inaueleza na watu wasio waislamu wanapata athari yake. kuna mtu mmoja wa ghana michael wilson, kuna idara moja ambayo inafanya utafiti wa kisayansi ambayo ni chini ya wizara ya sayansi na teknolojia, na mtu huyo anafanya kazi kwenye idara hiyo kama chief technologist. anaendelea kupata nafasi ya kushiriki katika mikutano mbalimbali kwenye nchi mbalimbali. aliweza kushiriki katika jalsa. anasema kwamba kabla ya jalsa mtu huyo kwa kuona maandalizi yake alisema kwamba mambo ninayoyaangalia au nimeyaangalia hadi sasa hayawezi kufanywa bila fadhili ya allah. siku ya ijumaa alipofika katika jalsa ga akaendelea kusema mara kwa mara ya kwamba jinsi watoa huduma walivyofunga nia ya kufanya kazi, jambo hilo limenishangaza sana. kwa kweli hii ni jumuiya ya mwenyezi mungu na bila fadhili ya mwenyezi mungu kazi haiwezi kufanywa. katika jalsaga kuna nizamu na kuna mazingira yanayopendeza. watoa huduma wote ni wasomi na baadhi yao ni wataalamu wa mambo mbalimbali, lakini katika jalsa wanafanya kazi tofauti kama vile usafi na kazi zingine. watu hawa wasio na hofu ya mwenyezi mungu mioyoni mwao hawezi au wasiweze kufanya kazi ya namna hiyo. hivyo watoa huduma hawa wote ni wenye bahati njema ambao wanafanya kazi ya mahubiri kwa ukimya sana. kisha akapata athari kwa kuona bayat ya kimataifa. anasema kwamba kabla ya jalsa nilikuwa sijui kwamba ahmadiyat ni nini, lakini sasa nimejua na mimi nina imani kwamba kila mwaka nitakuja kwenye jalsa. kisha yeye alisema kwamba katika ghana jumuiya inatakiwa kuchukua hatua zaidi ya kuitambulisha jamaat kwa wengine, bado kuna mapungufu. kisha kutoka heti mr bwana yu turan ambaye alikuwa mwakilishi wa wizara ya mambo ya dini ya heti alishiriki katika jalsa salana uingereza. anasema kwamba nilishiriki kwa mara ya kwanza katika jalsa salana na kwangu huo ulikuwa uzoefu mzuri wenye furaha. maandalizi yalikuwa mazuri sana, japokuwa walioshiriki walikuwa zaidi ya 40,000, lakini sikuona shida yoyote. kila mmoja alikuwa akikutana na mwenzie kwa tabasamu na kila mmoja alikuwa akifanya juhudi ya kuwasaidia wengine na kila mmoja alikuwa akijali starehe za wengine. jambo hilo sikuwahi kuliona katika mikusanyiko mingine ya kidini, na hiyo ndiyo shabaha ambayo hatmasihi maud islam ameieleza kama shabaha ya jalsa. anasema kwamba japokuwa watu walitokana na mataifa mbalimbali, lakini kila mmoja alikuwa akikutana na mwenzie kana kwamba wawe watu wa familia moja, na chakula cha aina moja watu wenye kaumu tofauti walikuwa wakila kana kwamba chakula hicho kiwe chakula chao kizuri, yani chakula wanachokipenda. anasema nilimuuliza mgeni moja alitoka afrika kwamba kuna sababu gani kwamba katika swala lote watu hawana shida. ye akatuambia, yani yule mwafrika akamwambia kwamba katika jalsa hii tumekuja ili kutafuta ridhaa ya allah na tumekuja kumwona khalifa wa zama na kumsikiliza. hivyo vitu vingine vya kidunia havina umuhimu wowote kwa ajili yetu. anasema kwamba kitu hicho au jibu lake hilo likanivutia sana. kisha ye ameisifu jumuiya kwamba japokuwa jamaat inapingwa lakini inaendelea kusambaza amani katika dunia. kisha anasema ya kwamba hakuna tofauti yoyote ya kitabaka kati ya waahmadia, wote walikuwa na usawa. na niliona mara ya kwanza
watu walikuwa wakitoa huduma za aina aina, yani maagesho, sehemu ya maagesho au chakula au kuwapatia watu maji au nizamu. Kila mmoja alikuwa amejaa na jaziba ya kutoa huduma. Anasema nimeona sifa nyingi kwa ahmadia ambazo sijawahi kuziona kwa watu wengine. Anasema kwamba nimesikiliza hutuba nyingi za wahaziri mbalimbali. Kila mmoja anasema kwamba watu wamsikilize yeye tu, lakini khalifatulmasih alitusikilizisha mambo ya allah na muhammad saa salam na masihi maula salam, na akasema kwamba muwasikilize hawa na mufuate amri zao. anasema jambo hili lilikuwa limenishangaza sana. kwa siku 3 akaendelea kubaki katika jalsagaa na kusikiliza hutuba zake, na akaendelea kuandika notes. alikuwa amekuja na daftari lake, hivyo akaendelea kuandika notes, na pale ambapo alikuwa haelewi akaendelea kumuuliza mwenzake kwamba jambo hili lina maana gani. anasema baada ya jalsa hii, baada ya kushiriki katika jalsa hii, japokuwa si ahmadia lakini mimi ni wakil wa jumuiya ya ahmadia, hivyo watu watakapozungumzia waislamu nitawaambia kwamba waislamu wa kweli ni wa ahmadia tu, na mimi nitawateteni. kisha ni lukman hakim shaifuddin saheb ambaye ni waziri wa zamani wa dini wa indonesia. anasema kwamba kwa kushiriki katika jalsa salana na jivunia na kauli mbiu yenu mapenzi kwa wote bila chuki kwa yote nilianza kuona kutoka airport ya london, na hadi jalsagaa nikaendelea kuangalia kila sehemu, nikaona ukarimu, nikaona uhusiano wa udugu, jinsi watu walivyoendelea kukutana kwa tabasamu na kuwapongeza wengine na kuwapatia wengine mubarak. kutoka gambia alikuja kushiriki katika jalsa salana waziri wa information lumenai sai jame. anasema kwamba kwa kuona maandalizi ya jalsa salana nilivutika sana, na anasema kwamba watoa huduma walinishangaza zaidi, ambao walikuwa wakitoa huduma zao kwa nizamu, na katika mkusanyiko huu mkubwa sikuona tukio lolote la mzozo au ubishi au ugomwi. maandalizi yote yakafanywa kwa njia nzuri, sikuona dosari yoyote. anasema jambo jingine ambalo nimelishuhudia ni uhusiano wa wahamadia kwa imamu wao, jambo ambalo halina mfano wake. anasema kwamba mimi nimelazimika kukiri ya kwamba leo katika ardhi hii ikiwa kuna picha ya udugu wa kweli, basi inaonekana katika jumuiya ya waislamu wa ahmadia, ambapo watu japokuwa wanatokana na rangi tofauti na kaumu tofauti, lakini wanakutana kwa pamoja kana kwamba wanajuana tangu karne. kisha aliandika kuhusu huduma za jamaa zinazotolewa nchini gambia. anasema kwamba tunazienzi sana. kisha kutoka gambia ebrimaji sankare ambaye ni msemaji wa serikali na ni mshauri wa rais wa nchi kwa ajili ya diaspora, anasema kwamba mafanikio ya jalsa salana anasema kwamba maandalizi yote ya jalsa salana ni ushahidi wa kutosha wa mafanikio ya jalsa salana. nizamu na jinsi washiriki wote walivyoonyesha udugu na mapenzi, vitu hivi vilikuwa vizuri sana. hutuba zote zilikuwa zimejaa na maarifa. watoa hutuba wakatusihi kuleta maelewano na mapenzi katika jamii na kustawisha amani. na kisha anasema kwamba khalifa wa zama katika hutuba yake ya ufunguzi na katika hutuba yake ya mwisho alipotoa miongozo ya kuwatendea watu maskini kwa wema, mimi nikavutika sana na miongozo hiyo. anasema kwamba mimi kwa kukutana na wazee na vijana wa matabaka mbalimbali nimepata matumaini ya kwamba japokuwa matatizo ni mengi, lakini mustakbali wa dunia unangaa. nimekutana na watu
ambao wanaendelea kufanya juhudi ya kustawisha amani katika dunia. Anasema kwamba mimi kwa kuona nizamu hii nilipata kushangaa jinsi jumuiya inavyoendelea kuwatumikia wageni zaidi ya 40 watokao nchi mbalimbali, na jaziba ya vijana na jaziba yao ya kujitolea ilinivutia sana. nizamu yao na kutoa heshima kwa viongozi na jinsi walivyojitolea, vitu hivi vimeniachia athari ambazo haziwezi kufutika, na mustakbal wa dunia unaangaa, kwani vijana hawa wanaendelea kufanya juhudi ya kuboresha dunia hii. hivyo vijana wetu pia wanaleta athari kwa wengine, na haya ni mahubiri yanayofanywa na vijana. Kisha Luis Carlos Oslo ambaye alikuwa mwandishi wa habari, alikuwa ametoka Brazil, anasema nilipenda sana jalsa hii, na kuishi kwa pamoja kwa watu watokao nchi 118 si jambo linaloweza kufanywa na watu wote. Kukutana kwa watu kwa mapenzi na kwa hulka njema kulinivutia sana. Kisha amesifu sana matangazo ya jalsa, na kisha kuhusu nizamu ya uchukuzi amesema kwamba maandalizi yalikuwa makubwa sana kwa ajili ya wageni. Kisha anasema kwamba ningependa kusema jambo moja tu, kwamba katika jalsa hii kubwa nimewaona maelfu ya watu wakifanya kazi. Wote hawakuwa na ubinafsi wowote, wote walikuwa wakijitolea kwa jaziba. Kisha katika ujumbe wa Hispania alikuwepo mtu mmoja ambaye kitaaluma ni mwanahistoria na pia ni archivist. Anafanya kazi katika maktaba ya Kurtuba al-Undulus. Anasema kwamba nimekuja kushiriki katika jalsa salana, nimejifunza mengi kuhusu Islam na utamaduni wa Islam, na nyini mmenitumikia vizuri, mmenipatia heshima ambayo siwezi kuisahau. Nimewaona watu watokao madhehebu na dini mbalimbali. Sijawahi kuona mkusanyiko huo katika maisha yangu. Kwa yakini wote walikuwa wamejumuika kwa ajili ya mapenzi ya Allah tu. Anasema kwamba jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya katika zama hizi kwa kweli ni jumuiya ambayo imesimamisha mfano wa hali ya juu wa azima na hima na juhudi, na kwangu kuna somo ndani yake. Kutoka Italia mwandishi wa habari alikuwa amekuja, Marco Spanti, ambaye ni mhariri mkuu katika gazeti moja. Anasema kwamba kuhusu jalsa nilikuwa nimesikiliza na nilikuwa nimesoma, lakini kushiriki kwangu ni jambo tofauti kabisa. Mimi kwa kuona kazi ya watu wa huduma nimevutika sana, na jambo jingine ambalo nimeliona ni nizamu iliyokuwa nzuri sana, ambayo katika mikusanyiko hii mikubwa inakuwa vigumu kuiendesha. Anasema kwamba nizamu na usafi katika mkusanyiko huu mkubwa si jambo dogo, lakini jambo muhimu ambalo nimeliona katika jalsa salana ilikuwa swala ilikuwa kitu makhsus kwa kila mtu. Anasema mimi si muislamu, lakini mimi naelewa kwamba jinsi Wahamadia wanavyoswali, huu ni wajibu wa kwanza wa binadamu. Mimi kwa kuona jinsi watu walivyoswali nilifurahi sana. Anasema kwamba mimi nikiwa mwandishi wa habari nikakutana na watu wengi, na pia nikakutana na watu niliokuwa na wajua, na kisha anasema kwamba nikajifunza mengi kuhusu historia ya jumuiya. Kutoka Senegal, gavana wa mkoa wa Kolda Serando Saheb alishiriki katika jalsa. Anasema kwamba nilishiriki kwa mara ya kwanza. Mimi nasema kwa imani yote ya kwamba nizamu ambayo nimeiona katika jalsa salana sijawahi kuiona katika maisha yangu. Wahamadia wanampenda khalifa wa zama, jambo ambalo siwezi kulieleza katika maneno. Nimesafiri sana nikiwa gavana, lakini sijawahi kuona mfano wa upendo huo. Anasema kwamba maandiko ya Hatmasihe Maud yaliyosomwa yakapenya moyoni mwangu na nikapata athari sana.
anasema katika jalsa hii nimeshuhudia jambo moja makhsus ambalo ni jaziba ya kujitolea. Hatmasihi msalam katika shabaha za jalsa ameeleza shabaha moja kwamba mujitolee kwa ajili ya wengine. Mtu huyu akaona, anasema kwamba kila mmoja anamtanguliza mwenzie juu ya nafsi yake. Anasema katika zama za utoto nilikuwa nimesikiliza kuhusu ukhalifa, lakini nimeshuhudia ukhalifa wa kweli katika jumuiya ya ahmadia tu. Anasema kwamba umati mzima wa waislam ukifuata jumuiya ya ahmadia kwa yakini waislamu watafanikiwa. Kulikuwa na mgeni atokaye Colombia, ni mwanamke Rose Valencia sahiba, ni mwanamume. Anasema kwamba mimi kwa kuona mazingira ya hapa ya udugu na kwa kusikiliza hutuba za khalifa wa zama zilizojaa maarifa nikapata athari kubwa sana katika jalsa salana. Yale niliyoshuhudia yananipa moyo kwamba tuwe na yakini ya kwamba japokuwa tuna mushkil lakini hali inaweza kuboreka. Anasema Mungu yu pamoja nasi. Ujumbe wa khalifa umeingia rohoni mwangu, kwani amani ni njia moja ya kuishi maisha bora. Kisha amewasifu sana wote waliojitolea. Anasema nizamu ilikuwa nzuri sana na ukarimu ulinivutia sana. Anasema kwamba kila sehemu nikaona watu wakitabasamu. Anasema kwamba huduma za watu wa huduma wa jalsa salana ni mfano kwa ajili ya dunia na ni somo la mapenzi kwa wale wanaotafuta Mwenyezi Mungu. Kisha kuna mbalozi wa Argentina katika nchi ya Uingereza, Gior Figura, alishiriki katika siku ya kwanza ya jalsa na kwa kuona maandalizi ya jalsa akavutika sana. Yeye baadaye akawaalika watu wa Argentina na wajumbe wa Latin America walioshiriki katika jalsa salana katika ubalozi wao ili aweze kuwafahamisha kuhusu jalsa salana na aweze kuwaambia wanaofanya kazi katika ubalozi wake kuhusu jalsa salana. Kisha anasema kwamba kwa kuona mafundisho ya jalsa na matendo yake nikavutika sana na akaonyesha tumaini lake kwamba yu tayari kutoa msaada wote, na pia alisema kwamba atafanya juhudi ya kuwaambia wanasiasa na diplomats kuhusu jamaati. Kutoka Chili watu watatu walikuwa wamekuja. Watu hawa ni Wakristo. Mmoja wao ni Dr. Nestro ambaye ni Mkristo, padre Mkristo, na pia ni mwanzilishi wa shirika moja la Kikristo nchini Chili. Anasema jambo ambalo limenivutia sana ni umoja wa jumuiya na upendo wake. Anasema kwamba tangu miaka 40 naendelea kushiriki katika mipango mbalimbali ya Kikristo, lakini sijawahi kuona mfano niliyoshuhudia katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Mtu huyo ni mtu mkubwa, pia ana mawasiliano na rais wa Marekani na serikali ya Marekani. Anaendelea kuandaa mikutano mbalimbali ya kidini akiwakusanya watu wa dini kutoka dunia nzima. Anasema kwamba katika wazo lake siri ya mafanikio ya jalsa yetu ni umoja wetu ambao unatokana na uwepo wa khalifa wa zama, na hata ukhalifa pia unatokana na fadhili ya Allah. Bwana huyu alisema kwamba katika rai yake huu ni muujiza tu kwamba miaka 130 imepita juu ya kuanzishwa kwa jamaati, lakini bado haijatokea tafaruk au mgawanyo wowote katika jumuiya. Alisema kwamba pungufu kubwa la mashirika yetu ya Kikristo ni ubishi ili kujipatia uongozi. Alisema kwamba kwa kuona jalsa yenu na maandalizi yenu inaonekana kwamba jamaati yenu ni kama mwili na khalifa wa zama ni kichwa chake na jamaat nzima ni kama viungo vya mwili.
ambavyo vinafanya kazi kwa kuona ishara ya kichwa, basi hata watu ambao si waahmadia pia wanaona umuhimu wa ukhalifa. Kutoka hispania mtu mmoja elwa prer anasema kwamba katika jalsa hii nikatendewa kwa njia nzuri sana. Wakati wote nikaona kwamba nipo nyumbani na kutoa huduma kwa watu zaidi ya 40,000 ni muujiza moja. Anasema nimejifunza mengi kutoka maonyesho ya picha kuhusu jumuiya ya waislamu wa ahmadia. Anasema kwamba katika jalsa hii nikahisi mazingira ya udugu. Anasema kwamba mimi nawahakikishieni kwamba mimi nimejiunga na allah, japokuwa huyu si muislamu, lakini allah ni allah kwa dini zote, na hakuna shaka kwamba mwenyezi mungu ni pamoja nani. Na nikaona yu pamoja na waahmadia wote katika jalsa salana. Na siku jumapili nikiona jumuiya ya waislamu wa ahmadia wakijadidisha imani yao, nikavutika sana, nikapata athari kubwa sana. Yani kwa kuona wanajumuiya wakijadidisha imani yao siku ya jumapili nikavutika sana. Wengi wao walikuwa wakilia kwa sababu ya jaziba na furaha. Nilipenda sana hutuba zilizotolewa na nilikuwa nimejifunza kama vile hakuna dini bila huruma. muislamu ambaye hawarehemu waislamu huyu si muislamu au si mfuasi wa allah. Katika misikiti hakuna tofauti kati ya maskini na tajiri. mimi ninakiri kwamba kitu ambacho nilikipenda sana, aliniandikia kwamba hicho ni kukutana nawe, na kisha akaonyesha tumaini lake kwamba nitie saini juu ya shati lake. kutoka canada kuna mbunge kel sewa anasema kwamba kuja kwenye jalsa kulikuwa jambo kubwa kwangu, ambamo tunapata somo la kuwa wanyofu kwa dini na somo la kujitolea. kisha zulma zinazoendelea kufanywa juu ya jumuiya ya ahmadia, ye alisema kwamba dunia nzima inatakiwa kuzitetea na kuisaidia ahmadia, na mawakili wa ahmadia wanatakiwa kusaidiwa. misikiti ya ahmadia inaendelea kubomolewa, tunatakiwa kuinua sauti katika haki yao. alikuwa amekuja na daftari kwamba ataandika notes, lakini anasema kwamba mimi nikajituma katika kusikiliza mambo mpaka nikasahau kuandika notes. kutoka canada kuna vice chief wa kaumu ya Aborigines, ni mwanamke elewer. anasema kwamba jambo hili lilinifurahisha sana kwamba mwaka huu nikapata nafasi ya kuja kwenye jalsa pamoja na viongozi wengine. kwangu baiat ya kimataifa ilikuwa ni nafasi yenye kunivutia, sijawahi kuiona katika maisha yangu. wote walikuwa wameshikwa na hisia, na mimi pia nilikuwa nalia kwa sababu ya hisia. njia ya kufanya baiat ya kimataifa inafanana na ibada yetu. njia hii inafanana, lakini katika ibada yetu sijawahi kuhisi ruhaniyat ya namna hiyo kama nilivyohisi katika baiat ya kimataifa. mimi narejea nchini nikiwa na ujumbe wa upendo na amani. kisha anasema kwamba nitafikisha kwa kaumu yangu ujumbe wenu, mapenzi kwa wote bila chuki kwa yote, na jambo hili mimi nalijivunia sana. kutoka Handros, mwandishi wa habari anasema kwamba nilisikiliza hutuba za khalifa wa zama kwa umakini, nikashiriki katika jalsa, nikasikiliza hutuba za wahaziri. huyu ni mwanamke. anasema kwamba mimi naona mimi nina bahati njema kwamba nimepata nafasi hii iliyo azim. nikapata nafasi ya kukutana na watu wengi na nikashuhudia jaziba ya kujitolea, nikaona unyenyekevu, niliona nizamu nzuri ambayo sijawahi kuiona katika sehemu nyingine. anasema kwamba hutuba ya khalifa niliyoitoa katika lajna
anasema kwamba katika honduras anasema kwamba kina mama wanahitaji, na pia alisema kwamba nitatengeneza video moja kuhusu haki za kina mama ili watu waweze kuelewa kwa urahisi. Kutoka uturuki walikuja wamiliki wa mtambo. Watu hawa wamechapisha vitabu vyetu na pia wamechapisha Qur'an tukufu ambayo inapendeza sana, mtakuwa umeiona katika bookstall. Walisema, yani mkurugenzi wao alisema kwamba katika mkusanyiko huo mkubwa, japokuwa msimu haukuwa rafiki, lakini nini jinsi mlivyofanya maandalizi yote kwangu ilikuwa jambo la kushangaza. Anasema kwamba jambo jingine ambalo nilishuhudia kwamba katika mkusanyiko huo mkubwa sikumuona mtu yeyote akivuta sigara, na jinsi watu walivyokuwa wakionyesha utii kwa watoa huduma. Jambo hili pia lilikuwa mandhari yenye kuvutia, kwamba watu wakubwa pia walikuwa wakikubali amri za watoto wadogo wadogo. Kuna mkurugenzi mwingine wa kampuni nyingine anasema kwamba nilikuwa sijui kuhusu maendeleo haya ya jamaati. Anasema wakati wa kuona maonyesho nilipoona picha za mashahidi nikashangaa kwa kujua kwamba katika zama hizi pia jumuiya ya waislamu wa ahmadi inaendelea kuzulumiwa katika nchi moja iliyo kiislam. Baba na mwana wote walikuwa wamekuja. Wanasema kwamba kwa sababu ya kikao fulani cha kibiashara hatukuwa na mpango wa kuja, lakini kikao kile kikasitishwa na sisi tukafanya mpango wa kuja katika jalsa, na hiyo imekuwa vizuri, kwani uzoefu huo ni uzoefu usiosahulika. Kutoka Latvia mama moja alikuja anayefanya kazi katika kutoa huduma ya jamii. Anasema nilikuwa sijui mengi kuhusu jumuiya ya ahmadiyya, lakini katika jalsa salana nikapata mengi ya kujifunza kuhusu islam na ahmadiyat. Nikirejea nitasoma Qur'an tukufu na nitajitahidi kuongeza elimu yangu kuhusu islam. Mazingira ya jalsa salana yalikuwa na amani na yalikuwa matakatifu. Kila moja alikuwa kitabasamu na watu wote wakatuhudumia vizuri. Anasema kwamba ukarimu wa jalsa salana na jinsi nilivyotendewa, moyo wangu umejaa na hisia, lakini ulimi wangu hauna uwezo wa kuzieleza. Kisha watu waliokuwa wakiangalia jalsa kwa kupitia televisheni pia wametuma maoni yao. Mbashiri wetu kutoka Congo Brazzaville ameandika kwamba mkristo mmoja bwana Chris alialikwa katika jalsa. Baada ya kusikiliza hutuba ya mwisho alisema kwamba ikiwa serikali ya dunia ianze kufuata mafundisho haya, sasa umaskini hata kama usipokuisha duniani, kwa uchache hakuna mtu atakayelala usiku kwa njaa. Alisema kwamba jinsi makhalifa wa islam walivyo wajali watu wao, viongozi wetu waanze kuwajali wananchi, basi dunia yetu iwe pepo. Alisema moyo wangu umepata utulivu kwa kusikiliza hutuba hii. Alisema kwamba jinsi khalifa wetu alivyoeleza mafundisho ya islam, moyo wangu umepata amani. Na alisema kwamba nimetumia neno la khalifa wangu, kwani kuanzia leo mimi ni pamoja nani na huyu pia ni khalifa wangu. Kutoka Latvia kuna mtu mmoja, ni mwanamke mmoja anayefanya kazi katika jamii, Agija Ozane Sahiba. Anasema kwamba tangu tulipofika hapa tunaendelea kuishi katika mazingira mazuri yenye amani. Tunaona kila uso ukitabasamu na ni mazingira yenye amani sana. Mimi ninapata wasiwasi kwamba nitakaporejea katika mazingira yangu ya zamani, hali yangu itarejea ambapo kunakuwa na mazingira ya tension na watu wanakasirika juu ya wengine. Kutoka Iceland kuna missionary wa Family Federation World Peace Paul Herman. Anasema kwamba kushiriki kwangu kwenye jalsa salana kulinivutia sana. Watu wote wa jumuiya niliokutana nao nikawaona watu wazuri wenye kutoa huduma nzuri,
na anasema kwamba maandalizi ya makazi yalikuwa mazuri sana. Anasema kwamba nizamu ilikuwa nzuri sana. Kisha anasema kwamba watu wa huduma walikuwa na uzoefu mkubwa, hata kama wakipata shida walikuwa hawapati wasiwasi. Kisha anasema kwamba ushirikiano wa washiriki wa jalsa pia ulikuwa ni sehemu ya maandalizi mazuri. Nina imani kwamba hii ni akisi ya hulka njema za wanajamaati, kwamba wamefanya maandalizi mazuri na makubwa na watu hawa wanaendelea kufuata mafundisho yao. Hii ndiyo athari ambayo ni athari ya wenyeji na watu wanapata athari yake. Kuhusu tafsiri alisema saa nyingine nilikuwa napata shida, lakini kile ambacho niliweza kukielewa nikafurahia sana. Kuna wakili mmoja wa Uholanzi ametoa maoni yake. Kisha kuna PR Emmanuel, ni mjumbe wa judiciary police wa Haiti. Anasema kwamba kwa kushiriki katika jalsa salana ya Uingereza nimepata bahati kubwa sana, na mimi kwa kushiriki katika jalsa salana nimepata nafasi ya kujifunza mengi kuhusu Islam na kuhusu dini. Anasema kwamba watu walioshiriki walitokana na lugha tofauti na utamaduni tofauti, lakini walikuwa wameshika rangi moja. Kwa yakini manzari haya yalikuwa mazuri sana na yenye kuvutia. Anasema kwamba mimi baada ya kushiriki jalsa salana nikafikiri sana kwamba kama mioni mwa Ahmadia kuna heshima ya dini yao, je, katika mioyo yao kuna unafiki? Nikapata tajasus. Hapo moyo wangu ukasema kwamba udugu wa Ahmadia unafuta neno la unafiki katika lugha yao. Hivyo maoni haya yawe sababu kwa kila Ahmadia ili kulinda imani yake. Anasema kwamba nitakaporejea nchini mwangu, basi nitaenda na ujumbe wa upendo, amani na utii na huruma kwa wengine, ujumbe ambao nimeupata katika siku hizi 3 zisizosahaulika. Kisha kuna mwanajumuiya mpya kutoka Australia, Bilal Kudhan Saheb. Anasema kwamba hisia hii itabaki daima dawamu pamoja nami. Siku hizi zilikuwa nzuri sana, na nizamu na upendo na mazingira ya amani siwezi kuyasahau. Anasema kwamba kushiriki kwangu kwenye bayat ya kimataifa kulikuwa ni uzoefu mpya, na ruhaniyat yangu imeongezeka sana na nikapata moyo. Kutoka Mayotte Island, Yunus Saheb alishiriki. Anasema kwamba nimeshiriki kwa mara ya kwanza na nikapata athari kubwa sana, kana kwamba nguvu makhsus imeteremka juu ya moyo wangu. Kwa kuona jalsa nikashikwa na mshangao. Anasema nilikuwa nimesikiliza kuhusu jalsa, lakini kushiriki kwenye jalsa ni jambo tofauti kabisa. Kisha kwa kuona maandalizi ya jalsa watu wakafanya bayati. Katika Guinea Bissau mtu mmoja alifanya bayat kwa kuona nizamu na maandalizi ya jalsa. Amir Saheb kutoka Tanzania ameandika kwamba watu walishiriki katika jalsa kwa kupitia MTA na wakafanya bayat. Musa Saheb alikuwa amemwoa mama moja asiye Ahmadia mwaka 1970 na alikuwa anafanya juhudi na pia alikuwa anafanya dua kwa ajili ya kwamba mke wake akubali Ahmadi, lakini mama alikuwa hakubali. Mwaka huu wakati wa jalsa salana yeye alikuwa anaona jalsa salana, mke wake pia akashiriki katika jalsa na pia akashiriki katika alim bayat. Baada ya alim bayat akasema kwamba jalsa hii imeniletea athari makhsus na pia hutuba za khalifa zimeniletea mabadiliko ya ajabu. Hivyo kwa kuona alim bayat
hata kabla ya baiat nilikuwa nimeamua kwamba sasa nitashiriki katika jamaat. Hivyo kwa sababu ya baraka za jalsa mke wake pia akajiunga na ahmadiyat. Yapo matukio mengi ambayo baada ya jalsa tukayapokea na tutaendelea kuyapata katika siku za usoni. wale waliona jalsa na kisha wakafanya bayat kwa fadhili na msaada wa Allah. Kama nisemavyo kwamba maoni ni mengi sana, watu wametuma rai zao, siwezi kuzieleza zote. Mwenyezi Mungu afanye kwamba jalsa hii ilete matokeo ambayo yawe yenye kuunganisha maisha ya ahmadia na waahmadia, na iman yao ipate kuongezeka na wawe wenye kutimiza shabaha ya uji wa masihi msalam, na watu wasi wa ahmadia pia wapate athari ambazo zisiwe kwa muda tu, bali ziweze kufungua macho yao na waelewe kwamba mafundisho ya islam ndiyo njia ya wokovu wao na wokovu ya dunia. Kwa kupitia vyombo vya habari jalsa ilitangazwa na watu wakajua kuhusu jumuiya. Katika bara la Afrika kuna chaneli 24 zilirusha hutuba na haswa zikarushwa hutuba zangu, na watu zaidi ya milioni 40 wakaweza kusikiliza matangazo hayo. Na media center ilikuwa imetengenezwa ambamo kuna wakurugenzi 23 wa media na waandishi wa habari wakashiriki, ambao wakaendelea kuandaa ripoti. Kwa ujumla habari 72 zikatayarishwa ambazo zikawafikia takriban watu milioni 50. Kwa kupitia tovuti 41 habari zikatangazwa, na wanaotembelea tovuti hizi idadi yao ni milioni 19. Kuhusu jalsa habari zilipigwa chapa katika magazeti mbalimbali, idadi yake ni 15, na wanaosoma magazeti haya idadi yao ni milioni 5. Kisha kwa kupitia chaneli mbalimbali za televisheni habari 14 zilirushwa, na wanaoziangalia televisheni hizi idadi yao ni milioni 20. Kwa kupitia radio stations habari 37 zikarushwa, na wanaozisikiliza idadi yao ni milioni 8. Mwaka jana habari 33 zikarushwa, na mwaka huu habari 37 zimerushwa, na idadi yao wanaosikiliza redio ni milioni 8. Watu walizuhirisha mawazo yao na ujumbe ukawafikia watu milioni 2. Zipo chaneli mbalimbali zisizohesabika. Imo BBC ya Uingereza, na kuna chaneli zingine za Uingereza, na kuna chaneli za nchi nyingi za dunia. Kwa vitu vile, kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, habari za jalsa zikawafikia watu wakajua kuhusu Islam na Ahmadiyat, na Mwenyezi Mungu akaijalia jalsa baraka tele. Mwenyezi Mungu akituwezesha kuwa waja wake wanyenyekevu wenye kutoa shukurani, daima atujalie kujiboresha, na daima tuendelee kuwa na uhusiano makhsus na imara na jumuiya, na tuwe الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله